Kiungo wa zamani wa Yanga Stephane Aziz Ki amewatoa hofu mashabiki wa klabu hiyo kwa niaba ya wachezaji wa kikosi hicho, akisema mastaa hao wamemhakikishia kushinda mechi ya kesho ya Jumapili dhidi ya JS Kabylie Algeria licha ya ugumu uliopo. Yanga itashuka dimbani majira ya saa 1 kamili usiku kwenye uwanja wa New Amani Complex uliopo Zanzibar kukabiliana na JS Kabylie katika mechi ya mwisho ya kundi B ya Ligi ya Mabingwa Afrika, ikisaka tiketi ya kucheza robo finali kwa mara nyingine baada ya msimu uliopita kukwama kwa MC Alger pia ya Algeria. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Aziz Ki amesema pressure haipo kwa mashabiki tu, hata kwa viongozi na wachezaji, kwani lengo ni kuhakikisha wanafuzu hatua inayofuata na sio kushindwa. Aziz Ki amesema amezungumza na baadhi ya wachezaji wa Yanga na wamemhakikishia kwamba wamekuwa na maandalizi mazuri, hivyo hakuna kitakachokwamisha kupata ushindi nyumbani. Nikimnukuu amesema, nimeongea na baadhi ya wachezaji wa Yanga, wamenihakikishia watafanya kila linalowezekana kuhakikisha Yanga wanapata matokeo yanayohitajika ili wafuzu. Mashabiki wa Yanga lazima watulie, kwani timu yao ilikuwa kundi gumu na bado inaweza kufuzu ikitegemea na matokeo ya Jumapili, na wachezaji wa Yanga wanatakiwa kupambania nembo ya timu ili kuendeleza ukubwa wa klabu. Mwisho wa kunukuu. Aziz Ki amesema amewaambia baadhi ya wachezaji wa timu hiyo mambo ya kuzingatia wanapokwenda kwenye mchezo mgumu wenye pressure ndani ya uwanja. Nikimnukuu amesema wanatakiwa kuendelea kuzungumza kila wakati kuwekana sawa na hawatakiwi kucheza kwa pressure, lakini watafute nafasi na wazitumie kwa wakati, kwani hiyo ni mechi ya kuamua. Kweli kabisa, Yanga inasubiriwa kuamua mchezo tena kwa ushindi mkubwa, lakini tukumbuke hii ni timu kubwa, ina wachezaji wenye viwango vikubwa. Mambo muhimu yote wakiyatimiza na kumsikiliza kocha, basi atafanikiwa. Aziz Ki tayari ameshajiunga na Al Ittihad ya Libya iliyomsajili dirisha dogo msimu huu akitokea Wydad ya Morocco ambayo ilimnunua kutoka Young Africans mwanzoni mwa msimu. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifu.